إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة والنار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعز، فقد فاز المتقون. واعلموا أيها الأحبة أن من خصائص وفضائل هذه الأمة أن جعل الله لنا المواسم تضاعف فيها الأجور والحسنات. Ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, kwanza kabisa nitumie nafasi hii kuwahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, kwani hakika ya watu wenye kumcha Allah wana ufaulu mkubwa sana mbele zake Allah jalla wa ala. Ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, tufahamu ya kwamba katika sifa za kipekee na ubora wa kipekee katika umma huu ni kwamba Allah tabaraka wa taala ametujalia katika mwaka mzima huwa kuna vipindi maalum, kuna misimu maalum, misimu ya kheri, misimu ambayo mtu akifanya jambo la kheri ndani ya misimu hiyo anakuwa na malipo mengi ukilinganisha na masiku mengine. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, leo ni tarehe 25 ya mwezi wa Dhulqaada, mfungo mbili. Imebaki masiku machache kuingia katika mwezi wa Dhulhijja, masiku 4 au masiku 5 katika misimu ya kheri. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, ni masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa maana tukitoka katika Dhulqaada tunaingia Dhulhijja. Sasa huu mwezi wa Dhulhijja ambao ima ni Jumatano au Alhamisi, tutakuwa tumeshaingia katika masiku hayo ya mwezi wa Dhulhijja. Masiku haya ndugu zangu yanatambulika kama afdalu ayami dunia, ni masiku bora katika masiku ya dunia. Yani dunia nzima ndio kuumbwa kwake, basi kuna masiku 10 ambayo ni bora zaidi kuliko masiku mengine. Ni masiku hayo wapo mbele yetu yanakuja. Ni masiku ambayo ni mtu akifanya mambo ya kheri, mambo mazuri, hakika atapata malipo yaliyokuwa makubwa na mengi mbele za Allah tabaraka wa taala. Wa inna yadullu ala fadlihi, katika mambo ambayo au dalili zinazojulisha ya kwamba masiku haya ni bora ni Allah tabaraka wa taala pale alipoapia kuhusiana na masiku haya ndani ya Qur'an tukufu. Anasema baada ya bismillahir rahmanir rahim, wal fajr. Allah tabaraka wa taala anaapia kwa kusema wal fajr wa layalin ashr, na
pia kwa wakati wa alfajiri, lakini vile vile na pia na siku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Allah tabaraka wa taala la yuqsimu bi shay'in illa lahu fadlun wa uzma. Allah habii kwa kutaja kitu ndani ya Qur'ani isipokuwa kitu hicho kina fadla, kina ubora wake na utukufu wake. Kwa hiyo Allah kuwapia masiku haya ni wazi, haya masiku yana ubora na fadla kubwa sana mbele zake Allah tabaraka wa taala. Lakini sambamba na hayo imekuja hadithi kadhaa, miongoni mwao ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas ambayo anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii sahihi kabisa, ma min ayyamin al-amal as-salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Hakuna masiku katika mwaka mzima alafu masiku hayo ikawa matendo mema ambayo mtu atayafanya na matendo hayo mema yakawa ni kupendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala min hadhihi al-ayyam al-ashr, kuliko matendo mema ambayo mtu atayafanya ndani ya masiku haya 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Qalu, masahaba waliposikia maneno haya wakastaajabu na kusema kumuuliza Mtume sallam, wala jihadu ya Rasulullah, matendo mema ndani ya masiku haya 10 ya mwanzo wa Dhulhijja ni bora zaidi kuliko mengine masiku mengine. Je, wala jihad fi sabilillah, hata kama mtu amepigana jihadi katika njia ya Allah nje ya masiku haya, bado itakuwa matendo mtu atakayoyafanya ndani ya masiku haya ni bora zaidi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala jihad fi sabilillah, hata jihadi ambayo mtu ataenda kuipigania katika njia ya Allah nje ya masiku haya 10 bora akaenda kupigana jihadi, na mtu ambaye hakuweza kupigana jihadi bali ndani ya masiku haya akafanya matendo mema, huyu atakuwa amefanya jambo bora na matendo haya yatakuwa yanapendeza zaidi kwa Allah kuliko ile jihadi. Kisha akafanya istithna, akasema illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa mali, ametoka kwa nafsi yake yeye mwenyewe anaenda kupigana jihadi, wa mali, na akatoka pia na mali yake, katoa mali yake na nafsi yake, anaenda kupigana katika uwanja wa vita baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, anaenda kupigana. Walam yarji bi shay'in min dhalik, alafu akarudi bila ya chochote, yani haijarudi nafsi yake wala haijarudi mali yake, ameenda vitani, amekufa yeye na mali yake vile vile imepotea kule vitani. Huyu ndio atakuwa bora kuliko yale matendo ambayo mtu atayafanya katika masiku 10 ya Dhulhijja. Kinyume na hapo, Mtume sallallahu anaainisha na kuweka wazi katika hadithi hii kutangua tendo la Uislamu kwamba masiku hayo hapo mbele yetu ni masiku bora mtu kufanya matendo mema. Na katika riwaya nyingine Ibn Abbas huyu anasimulia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, ma min amalin azka inda Allah azza wa jalla, hakuna tendo ambalo ni zuri zaidi, ni tukufu na ni bora zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, wa a'zamu ajran, na limoto hilo mtu akilifanya likawa na malipo makubwa sana, min khairi, kuliko jambo la kheri, jambo jema ambalo yaamaluhu fi ashri adha, mtu atalifanya katika masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Yani jambo la kheri ukilifanya ndani ya masiku hayo, Mtume sallallahu hapa anaainisha kwamba hilo jambo linapendeza zaidi na ni zuri na lina malipo makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu wapendwa wa Islam, falidhalikum, kwa maana hiyo ni katika neema kubwa, a'zami ni'amillahi alaina, katika neema kubwa ambazo Allah atakuwa ametupatia mimi na wewe, ni kukujalia kufikwa ndani ya masiku haya, ama kufikwa na masiku haya 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Hii ni neema kubwa sana. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala tujalie neema hiyo. Allah tujalie tuyafike masiku hayo 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Kwa nini tunasema ni neema kubwa? Lima fiha min mudha'afati al-ujur, kwa sababu ndani yake kuna malipo mengi na malipo makubwa kama tulivyotangulia kusema. Mtu akifanya matendo mema ndani ya masiku hayo anapata malipo makubwa sana, na
ndio maana masalaf wema waliotangulia kanu yuadhimuna 13 walikuwa wakitukuza na kuadhimisha wakiapa nafasi ya kipekee kabisa masiku 10 ya aina 3 katika mwaka mzima. As-salaf kanu yuadhimuna 13 walikuwa wakiyatukuza na kuyapa nafasi ya kipekee kuyazingatia katika maisha yao masiku 10 ya aina 3 katika mwaka mzima. Masiku haya ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu ni al-ashr al-awwal min al-Muharram, mwezi wa Muharram, mfungo wa 4 ambao katika kalenda ya Kiislamu ni mwezi wa kwanza Muharram. Masiku 10 ya mwanzo ya mwezi wa Muharram masalafu walikuwa wakiyatukuza sana masiku haya. Ni masiku bora kwa mtu kufanya matendo yaliyokuwa mazuri, yana malipo mengi. Lakini vile vile wal ashr al-awwal min shahr al-hijja, masiku haya hapa mbele yetu ambayo tunayazungumzia leo, masiku ya mwanzo 10 ya mwezi wa Dhulhijja wa al-ashr al-awakhir min Ramadhan, na masiku 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhan. Haya masiku 10 ya aina 3 masalaf wema waliopita walikuwa wakiyatukuza sana. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, mbele yetu kama tulivyosema tuna masiku bora ambayo yanakuja, masiku ambayo ndani yake kuna yaumun nahl, siku ya kuchinja ambayo ni siku ya 10, siku ya Eid. Siku ile ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna a'zama al-ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yawm an-nahr, hakika katika siku iliyokuwa bora miongoni mwa masiku ulimwenguni ni siku ile ya 10 katika mwezi huu wa Dhulhijja, siku ya kuchinja. Hii ni siku bora sana. Lakini vile vile pia yaum Arafa, kuna siku ya Arafa ambayo ni siku ya 9, siku ya Arafa ambayo vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam anabainisha kwamba aktharu an yu'tika Allahu ibadahu min al-nar, hakuna siku ambayo Allah anawaacha huru na moto waja wake zaidi ya siku hii, siku ya Arafa, siku ya 9 mahujaji wanakuwa wamesimama Arafa. Ni siku ambayo Allah anawaacha huru na moto waja wake wengi sana. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, masiku haya 10 ni masiku ambayo yatakiwa tuyatukuze, ni masiku ambayo yatakiwa tuyazingatie na tumshukuru Allah ikiwa tutayafikia. Lakini tumuombe sasa Allah atujalie tuyafike masiku haya, na kuna mengi ambayo inapendeza kuyafanya katika masiku haya. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, miongoni mwayo ni mtu kutekeleza ibada ya saumu na ibada mbalimbali kwa ujumla. Ni mtu awe na hifz, awe na kupa katika masiku hayo, awe ni mwenye kukithirisha min jamii al-a'mal salihah, kufanya matendo mema kwa wingi. Katika hayo ni ibada ya saumu, kufunga katika masiku haya 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku 9. Tukisema siku 10 siku zinazofungwa ni 9, ya 10 ni siku ya Eid ambayo si siku ya kufunga. Kwa hiyo siku 9 hizi ndio salama alikuwa akifunga. Saumu utakayoifunga ya sunna katika masiku haya ina malipo makubwa tofauti na masiku mengine. Na ile siku ya 9, siku ya Arafa, ndio siku ambayo imehimizwa sana watu kuhakikisha wanafunga. Lakini watu hawa ambao hawapo katika viwanja vya haji wanatakiwa wafunge, na imehimizwa sana, lakini kuzingatia ubora wa siku hii. Wakadhalika ayuha al-ahibba, mimma yustahabu fi hadhihi al-ayyam, mambo ambayo yanapendeza kuyafanya katika masiku haya huwa dhikrullah tabaraka wa taala, ni kumtaja Allah tabaraka wa taala kwa wingi, kumtukuza kwa wingi Allah tabaraka wa taala, kuleta takbirati kwa wingi, kumsifu Allah tabaraka wa taala. Kwani Allah anasema ndani ya Qur'ani tukufu, anasema Allah tabaraka wa taala, wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat, na watu wamtaji Allah kwa wingi katika ayyam ma'lumat. Ibn Abbas anatafsiri, anasema ayyam ma'lumat hiya ayyamil ashr, ni masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Watu wanatakiwa tumtaje sana Allah, tumtaje kwa wingi kama Allah ambavyo tunaona ametuagiza hapa, lakini kuzingatia ubora wa masiku haya kama ambavyo tumesema. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, katika
katika masiku haya 10 miongoni mwa matendo ambayo mtu atakiwa ayafanye awe na hima nayo ni al-udhiya lilmuslim, kuchinja, ibada ya kuchinja. Ile siku ya kuchinja mtu atakiwa atekeleze ibada ya kuchinja, lakini kwa yule ambaye Allah amemfanyia wepesi katika hili. Na kuchinja ni mnyama ambaye ni mbuzi, kondoo au ng'ombe kwa watu kama watashirikiana. Umchinje mnyama huyo katika siku ile ni katika a'dhamu qurba, katika jambo kubwa ambalo watu watajikurubisha kwa Allah siku ile ya kuchinja ni jambo hili la kuhakikisha unachinja mnyama. Na inawezekana, na ngapi tunayapanga na tunayafanikiwa kwa kufanya kwake. Hata hili mtu ukikusudia kwamba naweka bajeti yangu niweze kuchinja siku ile ya Eid ya kuchinja, ukaandaa 1,000 yako, 1,500 unapata mwezi wako na mchinja, utakuwa umefanya jambo kubwa sana ambalo Allah tabarak wa taala atakuwa ni kumpendeza. Lakini vile vile kuna siku ya Eid katika masiku haya 10, siku ile ya 10 ambayo watu watachinja ndio siku ya Eid, ambayo vile vile inahimiza sana watu waende wakatekeleze ibada ya swala ya Eid. Ndio maana kwa Uislamu kama ambavyo nimetangulia kusema, yatakiwa tuwe na hima, tuwe na pupa katika kuhakikisha tunayafanya mazuri ndani ya masiku haya 10, kwani haya masiku ni afdalu ayyami dunya, ni masiku bora katika masiku ya dunia. Ni msimu ambao yatakiwa tuwe macho na tuvune mengi katika malipo ambayo yatakuja kutupa salama na tupate pepo ya Allah tabarak wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani bil ayati wal dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ndugu wapenzi wa Kiislamu, na kuhusieni tena pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya sala zima kumcha Allah tabaraka wa taala. Wa'lamu aidan ayuha al-ahibba anna man lam ya'rif sharafa zamanihi fasayati waqtun ya'rifu dhalika yaqina. Yatakiwa tutambue katika maisha yetu ya kwamba mtu yeyote ambaye hajajua thamani ya muda anaopitisha katika maisha yake, mtu yote ambaye hajajua utukufu wa huu muda, zama ambazo anazipitisha katika maisha yake, itafika kipindi, itafika wakati atajua kwamba kile kipindi alichoishi, zama alizozipitisha zilikuwa ni bora kwake, zilikuwa ni bora kwake yeye kuhakikisha anatumia vizuri zama hizo kwa wakati huo. Kama leo tunahimizana misimu ya kheri, kama msimu wa masiku hayo hapo mbele yetu yanakuja. Ikiwa hujatambua hili kwamba kuna misimu bora, kuna wakati ambao unaupitisha katika maisha yako, ilitakiwa ufanye mazuri yatakayokupa salama mbele za Allah tabaraka wa taala, ukamisahau, basi itafika wakati utatambua hilo. Na ukishamtambua hilo utatamani upate wakati huo, lakini hutopata tena nafasi hiyo. Ni wakati gani huo ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu? Ni wakati ule ambao Allah tabaraka wa taala anarekodi ndani ya Qur'an tukufu, mtu atasema ya laitani qaddamtu li hayati, ya laiti mimi hasala iliyoje, laiti ningefanya mazuri ambayo yangenisaidia katika maisha yangu ya baadaye. Ya laitani qaddamtu li hayati, laiti ningefanya mazuri katika maisha yangu ya mwanzo, leo nikaja kunufaika. Ni siku ambayo mtu atafikwa na roho yake inamtoka, yuko katika sakaratul maut, atapata yakini. Ikiwa leo unaambiwa kijana, wewe ndugu yangu, tekeleza ibada ya sala, fanya ibada hii hapa, ibada ya kutoa sadaka, fanya jambo zuri wakati wa kufanya mambo mazuri. Kama hujajua thamani yake sasa kufanya mazuri, itafika wakati huo na utasema maneno hayo, wala hautapata nafasi hii. Ndio Allah tabaraka wa taala akanukuu tena maneno haya, anasema hatta idha jaa ahadahu al-maut, mtu atajisahau na asijue thamani ya muda anaoupitisha kwamba ilitakiwa afanye mazuri, mpaka idha jaa ahadahu al-maut, mmoja katika watu hao atakapofika na mauti. Sasa ndiyo mwisho wa maisha yake, qala rabbi irji'un, hapo atatambua kwamba nilipitisha muda ambao ilitakiwa nifanye mazuri, nilipitisha msimu wa kheri
ambao nilitakiwa nivune thawabu nyingi, mtu atatambua. Qala rabbul ji'un, na hapo atasema ewe Mola wangu nirejeshe sasa, la'alli a'mal salihan, nirejeshe sasa ili nikafanye yaliyokuwa mazuri, fima taraktu, katika yale ambayo niliacha huko nyuma. Ewe Mola wangu nirudishe nikafanye mazuri. Ndugu yangu Muislamu, hakikisha wakati wako uliokuwa nao sasa unautumia vizuri, kabla haijafika wakati huo utakaojua kwa yakini thamani ya wakati huo unaopoteza. Na ukasema maneno haya mbele za Allah tabaraka wa taala, roho yako ikiwa inatoka, rabbi rji'un la'alli a'mal salihan, Allah Mola wangu nirejeshe ili nikafanye matendo yaliyokuwa mazuri, fima taraktu, katika yale ambayo niliacha hapo nyuma. Lakini hapo Allah naye atajibu kwa mtu huyu, atasema kalla, hakuna lolote, si hivyo. Allah atamkanusha mtu huyu, kalla, si hivyo, innaha kalimatun huwa qailuha. Hayo ni maneno tu mtu anasema kujitapa kutokana na mazito anayoyapitia huko, roho yake inatoka sasa, anajitapa, rabbi rji'un, anasema nirejeshe, innaha kalimatun huwa qailuha. Ni maneno tu mtu anasema kwa kujitapa. Wa min waraihim barzakhun, hakuna atakayepata huyo mtu, hatapata nafasi ya kurudi tena, bali wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, atatoka na roho yake, atafikwa na mauti, na mbele yake kuna maisha. Kuna maisha ya barzakh, maisha ambayo fihi na'imun muhim, kuna neema nyingi sana kwa mtu atakayejaliwa katika maisha hayo. Allah tujalie maisha hayo. Lakini maisha hayo yaliyokuwa mbele vile kwa maisha ya adhabu alim, adhabu yenye kuumiza. Allah tabaraka wa taala anatuzindua katika mambo haya. Ndugu zangu wapenzi wa Kiislamu, tuhakikishe tunatumia muda wetu na wakati tuliokuwa nao, tunapoamizana na kukumbushana ya kwamba kuna misimu ya kheri, basi tuwe na kubwa katika kuhakikisha tunayafanya yale yaliyokuwa mazuri, kwani wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Siku ya kiyama mbele za Allah tabaraka wa taala, mtu hakuna malipo ya thawabu atakayoyapata illa ma sa'a, isipokuwa yale aliyojitangulizia yeye mwenyewe. Eti amekufa, kesho mbele za Allah tabaraka wa taala atanufaika baada ya kufa kwake. Watu walikaa baada ya siku 40 wakamsomea 40, wakamsomea hikma, kila mfungo 3 wakamfanyia dua, atakuja kunufaika. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, hakuna kitakachokunufaisha ndugu yangu wewe isipokuwa yale ambayo umeyachuma mwenyewe hapa duniani. Ukishakufa, haya uliyotanguliza mazuri ndio ambayo utaenda kuyapata malipo utakayolipwa mbele za Allah tabaraka wa taala. Wa anna sa'yahu sawfa yura, na kila mmoja hakika matendo yake yatahudhurishwa, atayaona yale yote aliyofanya duniani. Thumma yujzahu aljazaa al-awfa, kisha Allah atampa malipo yaliyokuwa sawa kabisa kutokana ama kulingana na matendo ambayo ameyafanya. Tunaomba Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe kufanya mazuri ambayo yanapendeza yeye, na tunaomba Allah tabaraka wa taala atujalie tuyafikie masiku hayo ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, na tuweze kunufaika katika masiku hayo. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.